kitabu cha Warumi 6 mlango ukiwa wa kwanza. Utasoma mpaka mstari wa 5. Amen. Aliyepata Warumi 6:1 hadi mstari wa 5. Tuone maandiko inasema nini. Mlango ukiwa ni wa 6 mstari wa kwanza usome hadi mstari wa 5. Kitabu ni Warumi 6 mpaka 5 inasema. Kaenda just kidogo. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Tufahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Amen. Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema hili ni swali limekuja kwetu. Hii ni ibada ya vijana, si ndio? Hii ni swali limekuja kwetu, ambapo wanauliza tuseme nini basi? Dutumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Bwana asifiwe. Amen. Sisi kama vijana ni jambo gani litakalofanya tukaweze kuzima ama ukaweze kuzimia katika neno la Mungu? Ni jambo gani litakufanya wewe kama kijana ukaweze kushuka chini ama uweze kujihusisha katika vikundi ambavyo ni vibaya? Amen. Maandiko yanasema tuseme nini basi? Kama wewe unaishi katika dhambi, tulifiwa katika dhambi, sasa mbona uishi katika dhambi? Bwana asifiwe. Amen. Wewe nyumbani kwenu ama nyumbani kwetu tumekaa katika hali ya umaskini, maisha ya kung'ang'ana. Amen. Tumekaa katika maisha ya shida, kusoma wengine imekuwa shida. Maandiko yanasema sasa mbona katika ukubwa wako ukaweza tena kurudia katika upitie katika ile umaskini ambao ulipitia ukiwa kijana? Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo sisi kama vijana unapiga hesabu mambo gani ambayo yamekupitia katika nyumbani. Mmepitia katika changamoto gani? Mmekaa mkihuzunika kila wakati. Kwa saa zingine mnafika mahali hakuna chakula. Ulipokuwa mdogo na umekuwa mkubwa, utaishije tena katika ule umaskini? Bwana asifiwe. Ni wewe jukumu lako sasa kama kijana kuamka kuambia Bwana siku ya leo, uanze kumkumbusha yale maneno ambayo ulikuwa unapitia. Niliyapitia na sasa sitaki niyapitie. Bwana asifiwe. Na Mungu naye ni nani? Atakutoa katika ile hali. Sababu wazazi wetu wametulelea katika shida, wakiwa na matumaini ya kwamba sisi ndio tutakao watoa katika ule maskini. Bwana asifiwe. Mbona sasa wewe umekuwa mkubwa uendelee kukaa katika umaskini kama kijana? Bwana asifiwe. Ni wewe juhudi yako kusimama na kumwambia Bwana, leo nimesimama. Useme nimesimama na brother, ni wewe peke yako. Katika boma yenu ni wewe peke yako umetoka. Kupatikana mahali hapa ni wewe peke yako umeonekana. Ambia Bwana, ni mimi ndo nimesimama kwa ajili ya boma yetu. Bwana asifiwe. Wenda magonjwa yalikuwa yanamzingira kila wakati. Wenda mlikuwa mnapitia katika changamoto gani? Siku ya leo ni wewe kusimama na kumwambia Bwana, kuanzia leo nataka nibadilishe nyumbani. Amen. 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 Sisi kama vijana hivyo ndio tutakaa tuishi. Unapiga hesabu katika mzazi wako anapitia katika changamoto gani? Ni wewe sasa kusimama. Si tunaweza simama kwa sababu uko na kazi? Hapana. Simama kwa maombi. Unaweza kuwa na pesa,
unawatuma nyumbani, unawashughulikia kila kitu. Lakini wapendwa, bila maombi you are nothing. Bwana asifiwe. Wewe kusimama kumwambia Bwana, hii kazi ambayo umenipa siku ya leo ambayo naifanya ili nitoa nyumbani katika umaskini na kuleta mahali hapa, hii kazi nataka nisimamie ili kubadilisha nyumbani, na Bwana atakushazia, atakusimamishia katika boma yetu. Ndio wewe peke yako utakayeonekana katika boma kwamba umewainua. Sio itakuwa utukufu kwa Mungu. Amen. Sisi kama vijana tuamke. Amen. Kamwambie Bwana, hii inatosha. Ule maskini tuliokuwa tunapitia, hiyo changamoto tulizokuwa tunapitia, leo ni mwisho. Nataka nianze kujenga ukuta upya katika nyumbani wetu. Amen. Nataka kuanza kujenga ukuta wa utajiri katika nyumbani kwetu. Nataka kuanza kujenga ukuta wa furaha katika maisha yetu. Amen. Na Bwana naye atasimama pamoja nawe, atakuinua. Amen. Amfahamu ya kuwa sisi zote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Amen. Basi tulisikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tulisikwa katika mauti yake kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu na njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Amen. Sisi tuenende katika upya wa uzima. Bwana asifiwe. Amen. Sisi kama vijana tuenende katika upya. Uzima upya. Uzima upya ni nini? Ni wewe kuanza kupomoa ile mizingi ambayo mlikuwa mnapitia. Mizingi ambayo tulikuwa tunapitia pale awali. Kuanza upya na Mungu asiti kukuinua. Amen. Kutangaza tu ya kwamba kuanzia leo napomoa hiyo ukuta ya umaskini. Kwa jina la Yesu. Ukuta wa changamoto tulizokuwa tunapitia katika nyumbani. Leo mimi Mungu ananijazia, nataka kujenga ukuta upya katika familia yetu. Nataka kujenga ukuta upya kwa marafiki zangu. Wewe ni wewe kuleta marafiki. Kuna mwalimu alikuwa anafunza, na hiyo mafunzo ilitusaidia sana. Wewe ni kijana wa aina gani? Wewe ni kijana wa aina gani? Ni kijana wa kufanya mambo mengine, ama ni kijana wa kuleta watumishi wa Mungu? Nashukuru sana ndugu yangu. Najua si rahisi tulipokuwa ajui saa hizi nimepitia katika changamoto gani, ama niliingia katika grupu gani, lakini aliona ya kwamba huyu kijana akanikumbuka na akanipigia simu akasema, kama ungali katika ile njia bado na mimi nakuhitaji. Ningemwambia ningali katika njia ya hii si straight, angechukua muda kwanza. Amen. Lakini nilipomwambia kwamba ningali katika ile njia, Mungu bado ananisukuma nisonge ili nionekane mbeleni, kaamua na kuhitaji. Amen. Na mimi nangu kumwonyesha kwamba ni mwepesi katika njia ya Kristo nikapatikana. Amen. Tusome katika Warumi 14:1-4, tutakuwa tunamalizia mahali pale. Nikwambia utafikiri naanza na kumbe namaliza. Amen. Warumi 14, someni hiyo mstari wa kwanza hadi wa 4. Warumi 14:1-4. Yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni. Walakini msimhukumu mawazo yake. Mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye, kwa maana Mungu amemkubali. Wewe nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa Bwana wake mwenyewe yeye husimama au huunganika. Naam, atasimamisha kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Amen. Bwana asifiwe. Yeye aliye dhaifu wa imani. Maandiko yanasema yeye aliye dhaifu wa imani. Inatuambia kwamba mkaribisheni. Kwa njia gani? Kwa kumsupport aendelee kuwa na imani dhaifu, ama kumkaribisha kwa namna gani? Amen. Msimhukumu. Maandiko yanasema kwamba msimhukumu. Wewe kwa rafiki yako ameweza kupitia, umeona kwamba yuko katika njia ya kiukweli. Hata wewe kijana ambao umeshika Kristo, unaona ya kwamba njia ya rafiki yako si njia ya ukweli.
Maandiko yanasema ya kwamba usimhukumu. Bwana asifiwe. Usimhukumu kama kijana, mkaribisheni. Amen. Usimhukumu mawazo yake. Mtu mmoja anaye imani anakula vyote. Amen. Msimhukumu, sababu yule mtu, jikumbushe kitu ya kwamba mtu, wacha hiyo kitu ikuwe katika mawazo yako ya kwamba mtu aliye na imani anakula vyote. Bwana asifiwe. Mbona umhukumu? Iwapo wewe unakula vyote, mbona usimlete katika hiyo njia yeye naye akaweze kupokea? Bwana asifiwe. Wewe kama vijana, najua tuko na marafiki zetu, hata unajua ya kwamba huyo rafiki aliko katika njia iliyo bora. Msaidie, usimhukumu. Mpe mashauri, mpe uzuri wa kuwa katika Kristo. Atakapokubali naye pia mwambie kwamba utakapokubali kuna vita ambavyo utakula, ambavyo Biblia imesema atakula vyote. Bwana asifiwe. Bwana atakula vyote, vibaya ama vizuri, kama umemleta katika kanisa. Si ni vizuri? Kwa hivyo mlete katika njia inayostahili. Amen. Na alaye asimdharau huyo asiyekula. Amen. Wewe ulioingia mahali hapa ukaona ya kwamba sasa umefika. Amen. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba usimdharau yule ambaye hajakanyaga mahali hapa. Amen. Ni wewe njia yako, ni wewe uamuzi wako kumtafuta, kuchukua uamuzi wa kumtafuta ili kwamba akaweze kupatikana mahali hapa. Na yeye pia agule vile ambavyo unapata mahali hapa. Amen. Wewe unani unayemhukumu mtumishi mwingine? Wewe ni nani? Amen. Ambao unahukumu mtumishi mwingine kwamba huyu pastor naye anakaaje? Amen. Si ni mtumishi? Huyu pastor saa zingine anafika mahali, huyu mzee kanisa saa zingine akisimama mimi naboekanga. Amen. Waje huyu mzee kanisa hii matangazo yake agua anayaleta baada ya neno. Amen. Unaanza. Amen. Ya kwamba huyu msekanisa wetu acha aanze kukuja, wapatishe ratiba kidogo, akuja wakati neno lishapita. Hiyo ni ishara kwamba atakupata. Amen. Unajua yenye amebeba, nakuja kukuambia. Yesu na asifiwe sana. Amen. Mtu mmoja afanyaye tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu na adhibike katika akili zake mwenyewe. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe anza kuadhibika tu katika akili zako, ujue tu nini kiliokuleta mahali hapa. Amen. Amen. Yaani za zingine wakati tunafika katika hii kanisa, kwa hiyo tu mlango hasa kujua nini kimenileta mahali hapa. Nitakapoingia mahali hapa nitatoka hivi ama kuna kitu nitatoka nayo. Ama utakuja tutoke na matangazo. Bwana asifiwe. Utatoka tu matangazo. Sasa hiyo matangazo utakuwa nayo, itakuwa umeibadilisha kwa akili yako. Wewe mwenyewe umeibadilisha. Hata mwenye hakuwa kanisani utakuja mwambie mse kanisa tena. Amen. Itakuwa vizuri kweli. Imagine wewe ingia kanisa na mwenye alienda kanisa anakuja anaanza statement yake ya kwanza na mse kanisa tena. Itakuwa maneno yenye anafuatia ni mazuri kweli. Sisi kama vijana tunapokanyaga katika ile mlango, jiulize nini kimekuleta mahali hapa? Nini kimefanya nikaona kwamba siku ya leo nafaa nikuwe mahali hapa? Na utakapojielewa hivyo, utajua kile ambacho utatoka nacho kanisani. Kile ambacho kilikuleta mahali hapa. Iwe ni magonjwa. Kuna wengine tunagonjeka. Magonjwa mengine uelewe. Hata unashindwa kuambia mchungaji. Unashindwa kumwambia. Inabaki tu kwa siri yako. Ni wewe mwenyewe kuchukua uamuzi. Kusema nini kimenileta mahali hapa? Siku ya leo. Ama sisi hatufikani pale mlango tumwambie Bwana kitu ndo tuingie. Si huwa tunajitakaza. Tukamwambie Bwana,
kimekanyaka mahali hapa. Hii shida imenisumbua. Mbona tena nirudi nayo? Ni nini kimenileta sasa? Kama nitarudi bado ningali naumwa. Nini kimenileta mahali hapa? Na usimame kama kijana. Ukamwambie Mungu, usiponibariki leo mimi sitoki mahali hapa. Nimekuja mara nyingi nikitoka hapa bure. Leo nataka mabadiliko. Leo nataka mabadiliko kwa familia yetu. Mungu naye nani atakuinua? Mungu naye amengoja. Ni Mungu anajua unapitia katika yale machangamoto, lakini amengoja wewe mwenyewe ukamwambie Bwana, leo niko mahali hapa. Uwasilishe changamoto zako. Kamwambie hii na hii na hii na hii. Nataka ninapotoka mahali hapa sitaki tena kurudi katika hali niliyokuingia nayo. Bwana asifiwe.